Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA inaendelea na utekelezaji wake wa jukumu la msingi la usajili, utambuzi wa watu pamoja na kutoa vitambulisho vya taifa kwa raia, wageni wa kazi, wakimbizi na walowezi waliokidhi vigezo. Hapa najaribu nilitoe maelezo kidogo kwa sababu kumekuwa na mkanganyiko wa baadhi ya sehemu, nisingependa lije katika maswali kwamba kuna baadhi ya wageni wa kazi au wakimbizi au walowezi wamekuwa wakizuiwa sehemu wakiwa na kitambulisho cha taifa, na hivyo kuzua tofauti kwamba NIDA wanatoa vitambulisho kwa watu wasiohusika. Kitambulisho cha taifa kama nilivyozungumza, tunatoa vitambulisho vya aina tatu. Kama nilivyozungumza, kuna uraia, raia wa Tanzania anakuwa na kitambulisho hicho cha NIDA, lakini tunakuwa na kitambulisho cha mgeni mkazi. Kwa mfano, wanaofanya kazi katika mashirika mbalimbali, makampuni, wanapopita TIC kupata permit za kufanya kazi, lazima tunawapa vitambulisho vya wakazi ambavyo vinamsaidia kuweza kupata huduma muhimu, kwa mfano kusajili simu, kupata huduma za nani. Lakini pia tuna wakimbizi na wakazi walowezi. Ningeweza kutoa mfano namna ya aina ya vitambulisho. Kitambulisho hiki ni kitambulisho cha mkimbizi ambacho kiangalia kitambulisho unakiona hivyo cha NIDA, lakini chini po utaona maelezo ya ni aina gani ya kitambulisho hicho. Lakini tuna kitambulisho cha taifa Mtanzania, utaona Citizen Identity Card. Lakini cha tatu tuna Legal Identity Card. Hii ni kwa wale mtu ambaye amekuja kwa kazi maalum, kwa mfano viongozi wa dini, kuna mapadri, kuna mashehe ambao wanakuja kufanya kazi kwa muda maalum. Ina maana kila kitambulisho kina kibali cha kufanya kazi na kuishi kinapomalizika, inabidi arenew tena kitambulisho. Kwa hiyo niombe kutoa ufafanuzi, ndugu zangu waandishi wa habari, muweze kutoa elimu kwa wananchi na kwa baadhi ya watu wa huduma ili kutoa huu mkanganyiko. Ndugu zangu waandishi wa habari, mabadiliko ya katika utekelezaji wa shughuli hizo za usajili, utambuzi na mabadiliko ya taarifa ni moja ya huduma inayotolewa na Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa, ambayo inaruhusu mtu aliyesajiliwa katika mfumo wa NIDA kuhuisha na kufanya mabadiliko ya taarifa zake binafsi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyopo. Naomba nirudie. Katika utekelezaji wa shughuli hizo, shughuli zetu kama sisi tunaofanya utambuzi, tunaruhusu pia kuhuisha taarifa, kufanya mabadiliko, lakini ukifuata taratibu na misingi na sheria iliyowekwa. Si unakuja tu jina lako unaitwa Niko Rusingu, lakini unakuja kujiandikisha pale kwa sababu unaipenda Yanga, unaamua kuandika Niko Pacome Rusingu. Hiyo inakuwa ni taarifa ya uongo. Matokeo ukija kubadili, tunaangalia kama kuna ambatisho gani vilivyokuwepo na kwa nini jina hili litokee. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, kumekuwa na maombi mbalimbali ya mabadiliko ya taarifa ambayo yamewasilishwa kipindi kirefu, lakini hayakuweza kufanywa kwa kazi, na hivyo kuleta taharuki na malalamiko makubwa kwa wananchi, ambayo yamesoka kipindi kirefu, lakini hayakuweza kufanywa kazi kutokana na kutokidhi matakwa na utaratibu uliokuwa unatumika hapo awali. Kati ya maombi ambayo hayakuweza kufanywa kazi ni watu waliotumia nyaraka za kugushi pamoja na waliotoa taarifa za udanganyifu wakati wanajisajili. Tumekuwa na hilo tatizo kubwa sana, malalamiko yamekuwa mengi na wengine wamefikia hatua kulalamika kwa viongozi wa juu, akijua kabisa kwamba makosa ameyafanya, lakini kwa kutafuta sympathy na huruma kwamba labda wakitoa kwa viongozi kule itatoka oda kwamba mbadilisheni. Na mwingine mmoja anaweza katoa mfano, ni raia mmoja aliandika kwa waziri, nafikiri fika kwa Mheshimiwa Rais, akilalamika NIDA Mwanza hawafanyi kazi, wanataka rushwa, nimehangaika, nimepeleka, lakini sikuja kufuatia na fomu yake ana alama si ni raia wa Kenya na hakidhi vigezo. Kwa hiyo tumekuwa na hizo taifa. Kwa hiyo nimewaita maalum kwa ajili ya kutoa agizo na lengo halisi la mkutano huu kuhusu usajili. Kufuatia hali hiyo, serikali imetoa kibali maalum kwa ajili ya kushughulikia maombi hayo ya mabadiliko ya taarifa ambayo awali hayakuweza kufanyika kutokana na kukinzana na miongozo inayosimamia mabadiliko ya taarifa. Kibali hiki maalum kimetolewa kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Oktoba 25.
ilikuwa kwamba tutoe tangazo hili kuanzia Oktoba 25, lakini kutokana na shughuli za uchaguzi tulisitisha kwanza mpaka tumalize shughuli hizi ili watu tutulie na kuweza kuconcentrate. Na zoezi hili litafungwa baada ya muda kuisha. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, kibali hiki kinahusu na kina nani? Tulikuwa na waathirika wa vyeti vya kugushi waliofukuzwa katika ajira za serikali kutokana na kutumia vyeti vya shule vya kugushi ambavyo pia walitumia vyeti hivyo kujisajili NIDA. Kuna watu ambao nakumbuka serikali ya 5 kuna watu zaidi ya 18,000 ambao walifukuzwa kazi kwa kutumia majina ya bandia lakini vyeti vya watu. Lakini ukiangalia kama mtu amesomea cheti hicho, kwa hiyo serikali iliondoa. Sasa unakuta mtu alikuwa anaitwa ametumia cheti cha James Kaji, lakini jina lake halisi ni John Mayunga. Sasa katika huko kwenye kitambulisho tayari kumbe James Kaji tayari ameshasajiliwa. Kwa hiyo mtu anakuja anajikuta anakosa huduma kwa sababu tayari jina linalotumia cheti cha mtu leo mtu ameshasajili alitumia cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo matokeo yake wamekuwa wengi wanakosa huduma muhimu. Kutokana na hilo, Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi waziri na wizara wamekaa kao na kuona kwamba kuwe na hiyo huruma ya kwamba tuwarudishie majina. Kwa hiyo tutamrudishia kwa jina lake halisi, lakini akitoa vielezo nitaeleza huku mbele. Kwa hiyo huruma imetolewa na imetoa kibali hicho kwa mwaka mmoja. Hao ni namba moja, lakini kuna watu waliotumia majina ya watu wengine kupata vyeti vya elimu. Nafikiri naeleka ndugu zangu waandishi. Kwa na wenyewe hawa unakuta jina lake ni John Mayunga, lakini ametumia vyeti vya Hamadi Athmani. Toka darasa la ana amesoma mpaka na PhD kwa kutumia Hamadi Athmani. Ukiangalia tu na kuhakikisha kweli alitumia tu kile cheti, lakini na amesoma kweli na kwenye vyuo ameattend. Kwa na wenyewe hawa kuna ile amnesty imetoka kwa ajili ya kubadilisha hayo majina, na hii kama nilivyoeleza kwamba itakuwa ni kwa mwaka mmoja. Lakini pia kuna watu waliotoa taarifa za uongo na udanganyifu katika usajili. Na wengine pia raia wa Tanzania walisajili kama wakimbizi. Kuna watu wengine walikuwa na strawaway wanaenda nchi fulani ajipanga kama mkimbizi apate labda nani, lakini anakuja kukosa anajitoa majina tofauti kula na tunampa kitambulisho cha ukimbizi lakini kumbe ni Mtanzania. Na wenyewe hawa pia wamepewa, serikali imetoa hiyo huruma kwa ajili ya kuja kurekebisha details kwenye vitambulisho vya NIDA ili waweze kupata huduma zinazostahili. Ndugu zangu waandishi wa habari, nachukua fursa hii kuwataka wananchi wa makundi hayo manne kufika katika ofisi za NIDA za wilaya wakiwa na nyaraka zinazohitajika kutegemea na changamoto iliyopo ili kushughulikia maombi ya mabadiliko hayo. Haya mengine hayana amnesty. Kwa mfano, mtu ulikuwa umeolewa, jina lako ni Hamida Juma Makuzo, lakini umeolewa na James Kaji. Kwa unataka kutumia Hamida James Kaji. Alafu ndoa siku hizi kama mnavyojua siku 2 imevunjika. Au kuna taratibu ambazo ziko wazi, utafuata taratibu, utakuja na cheti cha kuzaliwa, cheti cha ndoa. Kwa madhehebu yote hiyo inakuwa ni rahisi, sio kama ni utaratibu ambao utaendelea kama kawaida. Lakini hapa tunapolizungumzia ni wale ambao matatizo yao kama nilivyoeleza katika makundi manne. Kama nilivyozungumza kwamba aidha watu wote lazima kuwa na viambatisho vya lazima pamoja na vya ziada kama utakavyoelekezwa. Ukifika hospitali mlitangaza hivi, lakini kuna wengine itakuwa ni comprehensive, utahitajika na vya ziada. Kwa mfano ulibadili dini, tutaangalia kwamba okay, ulibatizwa au ulislimishwa kwa jina hili, mpaka sasa hivi kuna vyeti kila sehemu. Kwa hiyo viambatisho vinavyotakiwa vya wazazi, maana sisi ni utambuzi. Unapokupa cheti hiki wewe ni Mtanzania, unaweza ka access huduma zote za kijamii, kumiliki naamini viwanja, kumiliki mali. Kwa hiyo tutaomba hiyo. Viambatisho hivyo ni pamoja na nakala ya cheti cha kuzaliwa, nakala ya vyeti vya elimu, na cheti cha kuzaliwa kiwe kimehakikiwa na RITA, kuwe na DIDPO iliyosajiliwa na gazeti la serikali, na nyaraka nyingine yote itakayotakiwa na ofisi ya NIDA. Naendelea kuwasisitiza wananchi kuwa maombi yatakayofanywa kazi ni yale tu yatakayokidhi masharti na vigezo vilivyowekwa baada ya wahusika kuwasilisha nyaraka zinazotakiwa kwa ajili ya kuthibitisha taarifa zao. Na kwa kuwa kibali hiki kimetolewa kwa muda maalum, yani kipindi cha mwaka mmoja, ni wale wote wale wote ndugu zangu kwenye changamoto na taarifa hizo kujitokeza na kwenda kwenye ofisi za NIDA za wilaya. Sio je makao makuu, anzia wilayani. Niwaombe tena kusisitiza makao makuu tutapokea taarifa zinazoanzia wilayani.
wakiwa na viambazo vinavyotakiwa ili kufanya marekebisho wanayohitaji kwa muda uliopangwa. Tuna tatizo sisi wa Tanzania tule Russia. Kitambulisho cha taifa ndo utaifa wenyewe. Na ndio maana unapokwenda kujisajili kwanza unaenda kwa mtendaji kuthibitisha kwamba kweli wewe ni mkazi wa pale unafahamika. Na ukiwa na viambazo cha kuzaliwa, cheti cha mmoja wa wazazi wako cha kuzaliwa. Lakini pili, katika fomu hiyo lazima uende uhamiaji. Wana maswali yao na wenyewe wathibitishe kwamba wewe si ni raia. Na wanapothibitisha sio raia tunaweka C. Mmenelewa jamani? Kwa hiyo hatuwezi kwenda na tukitoka pale ilani tunakuja makao makuu kuna uthibitisho, tunachukua fingerprints kuweza kufahamu kwamba wewe kweli ndo Juma, si ndio? Kwa sababu unaweza kukuta kwamba ulishachukua fingerprint kumbe ni Mganda au ni Mkenya. Kwa hatuwezi kwenda haraka, hili ni usalama, ni swala la kiusalama. Tukienda haraka kama tunavyotaka kutoa vitambulisho vya kupiga kura kwamba ni 3 dakika 2 umetoa, tutaleta watu ambao hawafai na ndio atatukuta yaliyotokea. Kwa swala la utaifa na wala halichukui muda, kwa sababu kama umekamilisha nani yako namba tunakupa siku 5, siku 21 unapata kadi. Kwa mara nyingi wengi wanakuwa na hayo malalamiko. Kwa hiyo kwenye swala la kiusalama hatuangalii muda. Na bahati nzuri hata namba tumekuwa of course kwamba wengi wanalalamika hawajapata kadi. Hapo ndio clarification. Tulipata shida ya mzabuni kuleta vitambulisho ambavyo vilikuwa chini ya kiwango. Na ambao tayari tumeshalirekebisha na baada ya mwezi mmoja kila mtu atapata kadi yake. Lakini tulikuwa na kadi zaidi ya 800,000 ambazo watu mpaka leo, na niwaombe waandishi wa habari, mimi nitaomba tufanye utaratibu tualike tena hata kama ni wiki ijayo muweze kutembelea baadhi ya ofisi za Dar es Salaam mkaone vioja vivyo kwa nini watu hawachukui vitambulisho. Tulifikia hatua tarehe 1 mwezi wa 5 tusitishe huduma kwa sababu watu ana namba hataki kufanya nini kwenda kuchukua kitambulisho. Na wengine sawa walikuwa wanakuta labda alikuwa anasoma nani sauti Mwanza, sasa hivi yuko Mtwara. Lakini tuitoa allowance kwa kutumia message na tukatoa allowance kwamba tuma hata mtu na hiyo message tulokutumia. Tulivikusanya vyote tukaweka wilayani. Na tuliweka wilayani toa kwenye kata kwa sababu tulifanya kwamba tusogeze huduma za jamii mpaka kwenye kata. Kwa sababu wananchi hawakuvichukua na vingine vikaanza kuharibika na vingine vimechakaa. Lakini baada ya kuona vile vitu vikusanye vyote ni gharama nyingine na kuvileta kwenye tukao tuna system ya kuvisomesha. Na kisomesha Amida Hassan inakuja message kwa sababu unaposajili namba yako tunayo. Hata ukibadili namba, si unatumia NIDA, sisi tunayo. Kwa hiyo inakuja immediate kwenye simu yako, njoo uchukue kitambulisho chako. Na kwa sababu tunakokwenda sasa hivi vitambulisho hiki kitahudumia cheti cha kuzaliwa. Hatutakuwa na cheti cha kuzaliwa tena kadi hii yote kwenye NIDA. Tutakuja leseni, bima wameshaanza tayari. Bila kadi wewe ukasema tu namba mimi namba fulani hapana. Tunaenda kwenye leseni za driving, tunaenda mpaka kitambulisho cha kumpiga kula. Kama alivyozungumza Mheshimiwa Rais kwamba mifumo kusomana na NIDA. Kwa hiyo NIDA tunaenda kutengeneza kadi na ambayo tayari tumeshapitisha ni design ipi. Utakuwa na kadi moja mpaka details za passport kwa East Africa huko. Inapoenda tunaenda mpaka cheti cha kuolewa wewe uweze kuwa nacho. Ukiona nini unasikia unaonekana. Kama umeachika unaonekana. Kwa hiyo sasa hatuwezi kwenda kwa haraka ndugu yangu. Hii ni utaifa na ni utambulisho. Na hapa mfano mmoja tumezuia vitambulisho 600 mpaka wa Horohoro, baadhi ya vijiji mwa Kijembe si wapi kule. Lakini kwa kuna pressure kubwa wapewe watu. Lakini kuangalia ni wa Kenya. Raia kutoka ng'ambo, lakini anataka kuja kwa ajili ya kufanya nini? Kumiliki ardhi. Na kati ya wawili moja kwa na hekta 500 mwingine 400. Lakini amecheza na baadhi ya watendaji ambao si waaminifu ili aweze kupata nini? Kitambulisho. Lakini tulivizuia na tukaambia njoni. Kwa sababu njoni kwanza tuthibitishe mpaka kesho bipo pale. Sasa unaweza ukaangalia hatari iliyopo ya kukurupuka na bila kupata uchunguzi rasmi na kuanza kutoa vitambulisho. Taifa brother, yani ni muhimu kwa sababu kisha kipato ndio Mtanzania. Utapata huduma zote. Kama unavyoona sasa hivi mfano nimepata barua, kuna watu wamelalamika nafikiri. Ngoja niwawahi wengine kabla mjauliza. Serikali kuna document kutoka serikali ya Zanzibar. Uruhusiwi kupata tiketi kama Azam bila kuwa na NIDA. Sasa watu wote hawajachukua. Tuna watu walichukua lakini tuna watu 390 mpaka sasa hivi kwa Tanzania nzima hawajachukua. Tumepata matatizo juzi. Watu wengine wamejikuta kwenye shida, anauliza kitambulisho wakati unavuka, kitambulisho kiko wapi? Unatoa kadi ya Simba.
No. Sasa kwenye hilo ndugu yangu, kwenye swala la vitambulisho tumeshaweka utaratibu kabisa, hata namba ni siku 5 kama huna tatizo, na siku 21 kadi. Sasa tulishapata material na Mheshimiwa Rais alitoa pesa kwa ajili ya kudhamini ya kupata material hayo. Ukitoa tatizo tulikuwa nalo ambalo ilikuwa inaeleka, na bado tuna case nao suppliers, lakini tumesha solve hilo. Kuna mtu aliuliza kwamba kuna watu waliogushi, je, jina itakuja la awali au itakuja lipi? Wewe mwenyewe unataka jina litokee lipi? Lakini kama ulifukuzwa kwa jina la James Kaji, na jina lako halisi ni John Mayunga, afu unakuja tena useme la James Kaji wakati tayari tulishakuzimia kule na James Kaji ni mwingine, sidhani. Kwa hiyo tunakuja kwa jina ambalo sahihi, acha lile ambalo lilikupa matatizo. Sidhani kama utarudi tena unataka lile lilikupa matatizo, kwa sababu kule tayari na mtu James Kaji ni mwingine na wewe ni John Mayunga. Sawa jamani? Kuna mwingine ameuliza kwamba kuna taarifa kwamba kwa nini iwe rahisi ziende NIDA passport. Ndugu zangu, tujaribu kufuatilia. Nafikiri Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo ya mifumo kusomana. Naweza nikamuuliza swali tu ndugu yangu yule, kama umeenda benki au unapoenda kusajili simu, sidhani kama unajaza fomu. Kwa hata uhamiaji tuna mifumo ambayo tumewapa, wana access. Unapoweka fingerprint taarifa zako zinakuja. Unaenda benki kuchukua mkopo au kufungua account, sidhani kama unajaza fomu sasa hivi. Wanakuuliza NIDA. Ukiweka fingerprint taarifa zako zote ziko pale. Kwa hiyo hilo halipo ndugu yangu. Tuna mifumo, taasisi zote za mabenki na taasisi zingine mpaka za mikopo, kila siku tunapata maombi waweze kupata hiyo access. Lakini access yenyewe ni restricted, bila wewe kuweka fingerprints hawezi ku access hicho kitu. Tunayo data protection. Kwa ndio maana unakuta kwamba ile hata usikosee makazi na wale wanafanya hivyo. Na juzi tumefanya kikao na bodi ya mikopo, kwa sababu watu walikuwa wanaishia. Lakini sasa hivi kupata mkopo lazima wewe na kadi ya NIDA. Kwa hiyo na maana akiingia kule huchomoki. Watangae umetokea wapi wazazi na nini. Na ukienda sema tuweke access sisi tunakuona kwamba bana huyu wewe unaitwa nani? Hamida, Sheila, yule pale. Kwa hiyo katika mifumo kusomana NIDA ndo maisha. Yaani tunataka kutengeneza utaratibu hata kupata mchumba lazima na NIDA. Kwa hiyo sasa jamani, ndio maana tunaweka kwamba kila kitu kwa ajili ya kuhakikisha unapata huduma lazima uwe na NIDA. NIDA ndio utaifa, ni ndio kila kitu. Nadai kwamba waliofanya hivyo sio mtego. Niweze kuhakikishia serikali hii haina mpango huo. Kwa sababu gani? Hawa watu walivyoachishwa mwaka 2020 nafikiri 19-20 ambao zaidi ya watu 80, ingekuwa kwamba ni kuwashtaki kwa nashtakiwa hapa, ilitoka amnesty wakati wa serikali ya awamu ya 5. Wakaambiwa kwamba waachishwe bila kuchukuliwa hatua. Wametoa huduma. Si zamani wakati tulikuwa shule umefeli, kwa tunakosa nafasi, shule moja unakuta amepasi mmoja na mkoa mmoja una shule 2. Sio kama kwa tunafeli, kwa tunakosa nafasi. Kwa wakati mwingine unarudia mwaka na wako wengi na wao mwingine mmo, unaona. Kwa hiyo sasa unarudia jina lile, lakini unakuja umelisomea jina hilo na umetoa huduma kwenye nchi. Kwa hiyo huruma hiyo ikafanyika kwamba wasishtakiwe. Hivyo ingia awamu ya 6, Mheshimiwa Rais kwa huruma Mama Samia akasema wapewe na mafao. Bado hiyo ni huruma. Kwa hiyo wote walipewa na mafao. Sasa lakini bado sasa pamoja na mafao wanashindwa kupata huduma tayari huku NIDA si tumeshapiga roki. Kwa hiyo ni huruma nyingine. Kama waliweza kutokushtakiwa kule na wakapewa na mafao, ni Mheshimiwa Rais amefanya kikao ni muda mrefu na kuona amnesty. Sidhani kama eti nitawaita hapa kwa waandishi wa habari afu nje nimshtaki mtu. Itakuwa ni serikali hii haiko hivi. Kwa hiyo niwahakikishie hakuna mashtaka. Lakini pili, hakuna gharama. Hapata kuwa na gharama. Nafikiri. Kwa sababu gharama zitakuwa kunapopewa, unapopoteza tunakuwa na gharama, kwa sababu kama ulikuwa umepewa ile fake kazimwa. Lakini tunakuwa na gharama ya 20,000 kwa sababu ya kulipia. Lakini unapoanza mara kwanza huduma ni bure. Serikali ina incur, ambayo ni gharama kubwa sana, kwa sababu kutengeneza ile kadi ni hela nyingi sana. Na ni nchi pekee nafikiri ni Tanzania pekee ambayo haitozi tunapopokea nini. Kwa hiyo kutakuwa ni ile gharama sasa na kitambulisho.